Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Njombe ni mmoja wa mkoa wa kimkakati hasa katika kilimo na uzalishaji wa zao la parachichi. Mwaka 2024-2025 zaidi ya bilioni 50 wakulima wa mkoa wa Njombe wamefanikiwa kupata kupitia mauzo ya moja kwa moja ya zao la parachichi. Katika hizo bilioni 31 zilitokana na mauzo ya tani 18,378 ambazo zilitokana na mauzo ya nje na tani 29,986 ziliuzwa ndani ya nchi. Kiwango hicho kinaonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuendelea na upanuzi na uwekezaji wa viwanda vya kuongeza thamani ya zao la parachichi. Serikali ina mpango wa kuhakikisha kwamba katika jimbo la Lupembe kunajengwa viwanda vya kusindika mazao ya kilimo ikiwemo zao la parachichi, ambapo kwa sasa eneo la jumla ya ekari 79,263 limetengwa kwa ajili ya kilimo na ujenzi wa viwanda vya parachichi. Eneo hili limetengwa katika kijiji cha Ikang'asi, kata ya Mfriga, tarafa ya Lupembe. Aidha, ndani ya miaka mitano serikali inalenga kuhakikisha kwamba maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ujenzi wa viwanda yanawekewa miundombinu ya msingi ili kuhamasisha sekta binafsi kujenga viwanda katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inaona umuhimu wa kuwekeza viwanda vya kuongeza thamani ya zao la parachichi. Tunaona kupitia Mheshimiwa Mwenyekiti, Benki ya Kilimo Tanzania na mfuko wa dhamana kwa wakulima imetoa mkopo zaidi ya bilioni 173 katika nyanda za juu kusini ikiwemo mkoa wa Njombe katika kuimarisha mnyororo wa thamani katika zao la parachichi. Pamoja na hayo, ndani ya mkoa wa Njombe hata hivi sasa kuna viwanda ambavyo vinaendelea kufanya kazi katika kuongeza thamani ya zao la parachichi. Viwanda hivyo ni Lima Agro Community, Muricado Fruit Supplies, Parabe Limited, ambao wote hawa wana uwezo wa kuchakata tani 94,000 kwa siku sawa na tani 94 kwa siku sawa na tani 34,310 za parachichi kwa mwaka. Kiwanda cha Avu Tanzania chenye uwezo wa kuchakata tani 600 kwa siku sawa na tani 219,000 kwa mwaka ambacho kinaendelea kujengwa, na kiwanda hiki kikamilika kinaenda kuwa na uwezo wa kuchakata tani 253,310 za parachichi kwa mwaka. Kiasi hiki ni za mara 4 ya uzalishaji wa zao la parachichi katika mkoa wa Njombe. Hivyo natoa rai kwa Mheshimiwa mbunge na wadau wote katika sekta binafsi kuhamasisha wananchi kuongeza uzalishaji, lakini pia kutumia mfuko wa dhamana ya wakulima na benki ya kilimo kwa ajili ya kuwekeza katika viwanda na kuongeza thamani ya zao la parachichi. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuwatafutia masoko ya uhakika wakulima wa zao la parachichi kama yalivyo mazao mengine, tuna changamoto ya post harvest loss. Tunapoteza kiasi kikubwa cha matunda yetu, mboga na vyakula baada ya mavuno kwa kukosa miundombinu rafiki ya kuhifadhi mazao hayo. Chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na uratibu wa Wizara ya Mipango na Uwekezaji, mchana huu saa 8 kuna kikao kikubwa ambacho kinahusisha wizara 7 ambazo ni fedha, mambo ya nje, kilimo, wizara ya uchukuzi, mifugo pamoja na viwanda na biashara. Lengo ni kujadili pamoja na mdau namna bora ya kuwekeza kwenye teknolojia ya baridi kwa ajili ya kuhifadhi mazao yetu hasa ambayo yanahitaji maalum kama parachichi, nyama, maziwa na matunda ili kumlinda mfanyabiashara wa Tanzania, mkulima wa Tanzania na kukidhi matarajio na matumaini ya Watanzania kupitia utekelezaji wa dira ya maendeleo 2020-2050. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa dira ya maendeleo 2020-2050 ni pamoja na kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa bidhaa za viwandani. Lakini lengo ni kupunguza gharama ya uzalishaji ili kumpunguzia adha mwananchi awe na uwezo wa kuwekeza kipato kwa maana ya akiba ambacho kitamsaidia kuwekeza katika maeneo mengine. Mkoa wa Tabora tunafahamu una mahitaji makubwa ya sementi. Wakati tunakamilisha na kuongeza uzalishaji wa sementi katika mkoa wa Kigoma ambao ni karibu na Tabora,
bado tunaendelea kukamilisha tathmini ya kuangalia mazao ya kimkakati ama bidhaa za kimkakati ambazo zinahitaji uzalishaji mkubwa katika maeneo ya kimkakati. Mkoa wa Tabora ni mkoa wa kimkakati. Ukamilishaji wa SGR unaenda kuwa kitovu cha kufikia mikoa mingine ya Katavi, Rukwa na Kigoma. Hivyo basi uwekezaji wa kiwanda cha simenti katika mkoa wa Tabora ni muhimu, na hivyo tunahamasisha sekta binafsi kupitia TISEZA kuona umuhimu wa kuwekeza kiwanda cha simenti ili kuongeza uzalishaji na kupunguza gharama ya usafirishaji. Naomba